Karibu katika rubaa za kimataifa, tukiendelea kuangazia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Taarifa za hivi punde kutoka shirika la Red Crescent la Iran zinaonyesha kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran imeripoti kufikia takriban watu 787. Taarifa zinasema wengi waliopoteza maisha ni raia, huku mapigano yakiendelea na uhasama wa kijeshi ukizidi kupanuka katika Mashariki ya Kati. Israel na Marekani zinaendelea kushambulia maeneo mbalimbali nchini Iran, na Iran ikiendelea kujibu mashambulizi hayo kwa makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo yanayohusiana na maslahi ya Marekani na Israel, zikiwemo kambi za jeshi katika nchi jirani. Hali bado ni tete na taarifa za vifo zinaendelea kubadilika kadri mapigano yanavyoendelea. Mapema Israel ilishambulia ofisi za rais wa Iran mjini Tehran. Kutoka jeshi la Israel zinasema jeshi lake la anga limeshambulia eneo la uongozi wa utawala wa Iran. Katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram, IDF inasema, na nukuu, silaha nyingi zimeelekezwa kwenye ofisi ya rais wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa. Inaongeza kwamba taasisi ya mafunzo ya kijeshi na miundombinu muhimu ya ziada ya utawala pia iliathiriwa. Mwisho wa kunukuu. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alitumia eneo hilo. IDF inasema Khamenei aliuawa katika eneo lake mwishoni mwa wiki katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Rubaa za kimataifa, Theophane Ngitu.